Ajali imetokea eneo la Malendi. Eneo la Malendi pale, ile ni kata ya Mgongo, tarafa ya Shelui. Na ajali ile kwenye gari ambalo lilikuwa na abiria 56. Katika wale abiria 56 tumepata walitokea majeruhi 19. Na katika majeruhi 19, majeruhi 9 wameshapata huduma na wameruhusiwa. Katika 19 walikuja hospitali, 9 wameangaliwa, wameruhusiwa, wameondoka, tumebakia na watu 10. Lakini hawa wengine wanaendelea vizuri, lakini bahati mbaya tumepoteza watu 9 ambao wametangulia mbele ya haki. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Singida, Mheshimiwa Halima Dendegu, anaelekeza kwamba niwape pole sana, wapa pole sana ndugu jamaa na marafiki kwa wale wote ambao wamepoteza wapendwa wao. Lakini kwa wale ambao 10 wapo hospitali, serikali kama jinsi ilivyoanza toka asubuhi itaendelea kuwahudumia na wanaendelea kuhudumia vizuri sana. Katika wale 10 ambao tunaendelea kuwahudumiwa, mmoja wapo ni mama anaitwa Zulfa Alfan Rashid, ana umri wa miaka 23. Yeye alikuwa na watoto 2 ambao alikuwa nao mkononi, lakini pia alikuwa ni mjamzito na alikuwa anasafiri kutoka huko alikotoka Dar es Salaam na kwenda kwao Mwanza Ukerewe kwa ajili ya kujifungua. Bahati mbaya ni kwamba mtoto wa tumboni amepoteza maisha. Sasa kutokana na kwamba ile timu ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mheshimiwa Halima Dendegu, ilipopelekwa pale uwandani moja kwa moja, waliweza kumchukua haraka na kumpeleka hospitali pale Kiomboi. Napozungumza sasa mimi nimeshuhudia kufanyia operation. Serikali madaktari wetu chini ya daktari wetu wa mkoa wameweza kuokoa maisha ya mama, lakini mtoto kweli amepotea na nampa pole sana madamu huyo ambaye nimesema anaitwa Zulfa, ambaye kweli anaendelea vizuri. Mimi nimekaa pale nimeona kabisa ametoka kwenye operation na anaendelea vizuri sana, kwa nampa pole sana. Uchunguzi wa Jeshi la Polisi unaonyesha kwa chanzo cha ajali kulikuwa na mvua ilikwenda nyesha, lakini kulikuwa na ukungu. Hivyo dereva kutokuwa makini kuendesha gari katika mazingira hayo na kutojali vyombo vingine vilivyokuwa barabarani, ndipo alipogonga gari hilo kwa nyuma na kusababisha ajali. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya wilaya ya Igunga, na tunatoa wito kwa ndugu ambao walikuwa na ndugu zao walikuwa wamesafiri katika gari hilo na kwa sasa wapatikani kwenda kuwatambua katika hospitali ya wilaya ya Igunga. Halmashauri ilipokea majeruhi 12. Majeruhi 12, 9 walipata huduma kituo cha Shelui na 3 tukawapa rufaa kuja hospitali ya wilaya ya Kiomboi. Majeruhi wote 3 wanaendelea na huduma, 2 wameshafanywa upasuaji na mtoto mmoja ambaye alikuwa ni mmoja wa majeruhi naye pia amegundulika na upungufu wa damu, naye anaendelea pia na tiba iko wodini. Lakini pia tuwasana wenzetu wa Igunga wamepokea maiti 7. Kati ya hizo maiti 7, moja ni ya kike, 6 ni za kiume na majeruhi 2. Lakini pia wenzetu wa rufaa ya mkoa wamepokea majeruhi 7 na 2 wameshapoteza maisha. Wamebaki majeruhi 5 wanaendelea na matibabu. Kwa hali zao saizi zote majeruhi wanaendelea vizuri. Shukuru Mungu.